Yaani Bwana anamwambia tazama upande huu, tazama upande ule, na ni sehemu ambayo hauwezi kuona mpaka mwisho. Anaambiwa ya kwamba kwa kadiri utakavyotembea ndipo nitakapoweza kukupatia iwe ni miliki yako. Bwana anakubariki kulingana na uwezo wako wa imani. Yani kwa namna ambavyo unaweza kubeba ndivyo Bwana ana uwezo wa kukupatia. Ukiwa hauna uwezo wa kubeba, hata maono yako juu ya kitu fulani bado yanakuwaga ni madogo. Ukiwa umesoma mahali ukamwelekeza yule ambaye hajasoma, wewe uliyesoma ndio unayeonekana mjinga. Ukiwa umetembea mahali ambapo mtu fulani hajatembea, ukaanza kumwelezea yale mahali ambayo hayapo katika mahali ambako amezoea, atakuwa wewe ndo mjinga. Na hata katika mafunuo ya kibiblia, Mungu anakupatia kulingana na uwezo wako unaweza kumudu. Mungu atupatii kwa level inayolingana. Na ukiwa msomaji mzuri sana wa maandiko, utaweza kugundua hata Paulo uwezo wake wa kuelewa maandiko ulikuwa unazidi wa kina Petro. Yohana anapopandishwa juu anasema ya kwamba nilisikia sauti kama za maji mengi. Paulo anasema kwamba nilisikia sauti ambazo sikuelewa maana yake. Yohana amekulia uvuvini, kwa sauti ambazo hazieleweki ni za maji. Lakini Paulo anasema no. Paulo ametembea Rumi, Paulo ametembea Korinto, Paulo ana uwezo mkubwa wa kutafakari. Paulo ana PhD. Anaposikia sauti ni kitu kile ambacho amekiona. Soma vizuri kwa Ezekieli na Isaya. Wanachokiona karibu na kiti cha enzi ni kitu kimoja, lakini Isaya anaelezea tofauti, Ezekieli anaelezea tofauti. Usiniambia kwamba wanazungumzia vitu vilivyo aina tofauti. Hapana, uwezo wa kupokea ni tofauti. Hata katika masuala ya kimebaraka inategemea uwezo wako wa kupokea. Mahali fulani Yesu anauliza, je, unaamini? Maana yake utapokea kulingana na uwezo wa imani yako. Ibrahimu hachagui mahali, Bwana anamchagulia. Anasubiria sauti ya Bwana, na anaposubiria sauti ya Bwana anamwambia kwamba tembea, na kwa uwezo wa miguu yako nitawapatia. Na nikwambie, mwanzoni kabisa Ibrahimu alipokea ahadi ya mara ya kwanza, atakuwa ni taifa kubwa, atafanywa kuwa baraka na nini. Lakini kwa mara ya kwanza baada ya kutengana na Lutu, anaambiwa ya kwamba nitakupatia uzao. Kuna mibaraka mingi ambayo hatujaweza kupokea kwa sababu ya hofu ya kupokea ahadi za Mungu. Bwana alishatuahidia, lakini kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo vinatufunika. Ibrahimu alipokuwa anatembea na Lutu alijua basi huyu ndo kijana wangu, maana ni mtoto wa kaka yake. Kwa hiyo akajua hata huyu ni mwanangu, maana anamuita baba mdogo, kwa hiyo ni mwanangu. Lakini Ibrahimu anatamani watoto ambao ni wa ahadi watoke katika viuno vya Ibrahimu, na Mungu hawezi kuleta hiyo njozi katika macho ya Ibrahimu, maana tayari yeye ana mzao. Na hivyo Mungu akimletea ya kwamba nitakupatia mzao, inaonekana it is nonsense, inaonekana kwamba hamna kitu. Na watu wengi sana wameshindwa kupokea ahadi za Mungu, wameshindwa kupokea baraka za Mungu kwa sababu ya mambo takribani 4 mpaka 5. Acha nikwambie, swala la kwanza, hofu ya kutokuwa na uhakika na kitu kipya unachotaka kufanya. Wanaogopa kufanya kitu tofauti na kile walichokizoea.